baki tu na nia ya aina moja, nyeusi iwe nyeusi, nyeupe iwe nyeupe. Baki tu pasipokuwa na hila. Wewe iwe ni mtu mweupe usiyekuwa na hila. Kwanza kabisa ni mshukuru Mungu kwa namna ambavyo anaweza kusaidia mtu ambaye hakuwa na sifa yoyote ya kusaidiwa na watu. Mungu, ukisikia Mungu ni wa wanyonge, ukisikia Mungu ni wa watu wasiokuwa na watu wa kuwasaidia, ukisikia Mungu ni Mungu wa kusaidia vitu dhaifu, watu dhaifu, basi ndiyo huyo Mungu. Namshukuru sana kwa hakuweza kuona ni jambo gani ambalo limzuie kutokusaidia mtu dhaifu. Mungu, nimeamini Mungu husaidia mtu wakati mwingine aliyekosa mtu au watu wa kumsaidia. Ukisikia Mungu ni wa wanyonge, basi nimemdhibitisha Mungu wa wanyonge. Tulikuwa wanyonge kupita kawaida, tulikuwa dhaifu kupita kawaida, lakini kuna Mungu asiyemkatia mtu tamaa. Kuna Mungu ambaye huyo Mungu amesema Mungu yeye ni pendo, na katika hilo pendo ametupenda sisi watu dhaifu. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa kunipenda niliye dhaifu, kwa kuniokota niliye dhaifu. Katika udhaifu ule akatafuta kunisaidia hata kidogo, kwa hatua ambayo niko nayo akanisaidia, kitu ambacho watu ambao tulitegemea wangetusaidia hawakuweza kuchukua nafasi kutusaidia. Ndipo pale tunajua kwamba Mungu hafananishwi, Mungu halinganishwi. Mungu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Anasaidia, alisaidia, aliokoa, bado anaokoa. Nikutie moyo wewe ambaye unaweza kuwa unapitia mazingira ambayo ni magumu kidogo, ya kwamba kuna watu pia tumewahi kupitia mazingira magumu, mazingira dhaifu, mazingira wakati mwingine ya kukosa mpaka chakula, kukaa siku 2-3 ngapi pasipo kupata chakula katika mikoa au nchi ambayo tulikuwa tumekimbilia, baada ya kukosa suluhisho, tumaini. Lakini akaweko Mungu aliye faraja yote, akaweko Mungu ambaye yeye ni faraja, yeye ni tumaini, tulizo la moyo, la akili la mwanadamu. Akatutumainisha, akatusaidia katika kipande hicho. Hivyo ni kutia moyo wewe ambaye unaweza ukawa unapitia mazingira magumu, ya kwamba Mungu hajakuacha, Mungu hajakukatia tamaa. Mungu yupo, anaweza kukusaidia. Kikubwa tu ng'ang'ana. Ndio maana nasema kwamba heri kung'ang'ania wokovu, msalaba. Tunang'ang'ania usahihi ambao unaweza ukawa unaujua, kwa sababu wakati mwingine waliotutangulia wanaweza wakawa wanaona ni kana kwamba wako katika mstari sahihi, kumbe wameshauacha mstari sahihi, wakafanya vita juu yako. Sasa wewe ambao unaona huo mstari uliokanyaga, ulio sahihi, unaokutenga na uovu, wewe kazi yako ng'ang'ana bila kukata tamaa. Heri ukafia katika usahihi fulani ambao kesho utatoa hesabu ya kwamba Mungu, katika kile nilichokielewa kwamba niling'ang'ania hicho, nilipambana katika hicho, niliweza kudumu katika hicho, nimefia hicho. Tunafia Mungu, tunafia usahihi, tunafia Mungu. Mungu ni wema, Mungu ni sahihi. Tunafia usahihi ambao ule usahihi unatuacha katika njia sahihi, ule usahihi unatufanya kuwa watu sahihi. Hivyo nikutie moyo. Usivunjike moyo, usikate tamaa. Ukiacha ibada unakuwa umeacha maisha. Ukiacha ibada unakuwa umeacha hatima yako. Ukiacha ibada unakuwa umeacha tumaini lako. Ukiacha ibada unakuwa umeacha umilele wako. Kwa hiyo usiache ibada. Wewe ng'ang'ana na ibada.
Mungu huonekana mbele ya mtu kung'ang'ana. Unang'ang'ana halafu kisha Mungu huonekana mbele. Mungu anasaidia, alisaidia wengine. Tumemwona Mungu kwa uchache akitusaidia. Tulikuwa hatuwezi, kwa kidogo tunaona kuweza. Kwa swala la maisha haya tulikuwa hatuwezi, kwa kidogo tunaona kuweza. Kwa swala la wokovu tulikuwa tumeshindwa, tumekata tamaa, wakati mwingine tunajichua, tumekata tamaa, lakini Mungu akaingilia kati maisha yetu, tukaona kuweza. Hivyo na wewe unaweza ukakutana na Mungu au ukapata msaada wa Mungu wa kuweza kufika ng'ambo au kuweza kufanya kuendelea mbele. Hivyo usikate tamaa. Kukata tamaa, unaweza kukata tamaa, kumbe unachukua tiketi ya kuacha kitu ambacho ni sahihi, kwa sababu wakati mwingine kwenye usahihi unaweza kuweza kutembea nao. Adui siku zote hapendi mtu aendelee na usahihi. Hivyo kwenye usahihi wowote unaweza kuwa nao, Mungu, adui hutafuta kupitia kwa watu, kupitia kwa ndugu na jamaa, kupitia kwa watu ambao uliwategemea, kupitia kwa watu ambao hukutegemea kwamba ungefanya hivyo ambavyo unaweza kufanya. Lakini yote katika yote, baki kung'ang'ana. Basi ni kuache na tafakari hiyo ya kwamba usijikatie tamaa. Inawezekana. Iwe ni kwa maisha haya, inawezekana. Iwe ni kwa swala la wokovu wa imani, inawezekana. Wewe kitu cha kuzingatia, baki tu na nia ya aina moja. Nyeusi iwe nyeusi, nyeupe iwe nyeupe. Baki tu pasipokuwa na hila. Wewe iwe ni mtu mweupe usiyekuwa na hila wala wa Mwibrania kweli. Amen.